Bana, kuna story moja ambayo kwa sasa imebasti, ni kubwa sana kote duniani, ambayo inajulikana kama Epstein File. Sasa kuna baadhi ya watu tayari wanafahamu kuhusiana na concept ya story hii, lakini kuna wengine ndio kwanza wanasikia neno Epstein File, ambapo acha nikujuze tu kwa ufupi, ingawa story hii ni kubwa kweli na hatuwezi kuimaliza siku ya leo. Itabidi nikusimulia kwa episode, yani kila siku nitakuwa nakuletea kuhusiana na story hii, watu wangapi wanahusika, ni wakina nani, ilianzaje, pamoja na mhusika mkuu ni nani, ambaye ndiye anajulikana kwa jina la Jeffrey Epstein, au sio? Sasa Epstein File ni issue moja au sakata kubwa kwelikweli, ambalo linawahusisha mastaa wa muziki pamoja na watu wengi maarufu kote duniani kuhusiana na unyanyasaji wa watoto wadogo na mabinti, kula na kunywa damu zao, pamoja na utoaji wa kafara unaojumuisha kwa pamoja masuala ya kishetani. Sasa issue hii imeanza muda mrefu kidogo, lakini ilikuwa haijatoka nje ya Marekani katika hali ya ukubwa kama sasa hivi ambavyo inaonekana. Hadi juzi sasa FBI ambapo walitoa faili zima la watu wote maarufu ambao wanahusika katika mchezo huo. Sasa siku ya Jumapili, wakati wa hafla ya ugawaji wa tuzo za Grammy, alikuwa hosti wa tuzo hizo ambaye anajulikana kama Trevor Noah alikejeli kuhusu rais wa Marekani kwamba sasa hivi anakitaka kisiwa cha Greenland kwa sababu kisiwa cha Epstein hakipo tena na hana pa kwenda yeye na mwanasiasa au rais wa zamani wa Marekani anayejulikana kama Bill Clinton. Sasa hiyo ilikuwa ni kama kejeli, lakini ilikuwa ni kuhusishwa moja kwa moja kwamba Trump alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanahusika katika swala hilo la file Epstein, au sio? Sasa Trump, unakumbuka, alijibu pale na katishia kumfungulia mashtaka Trevor Noah. Umeona? Sasa baada ya hapo sasa ni kama wakawa wamelifufua upya hili suala, ambapo sasa rapa Nicki Minaj yeye aliamua kujitoa muhanga na kuzungumza katika hali ya ukubwa, akimtuhumu rapa Jay-Z kwamba ni mmoja kati ya wahusika wakubwa katika sakata hilo. Nicki Minaj alijitoa muhanga kupitia mtandao wa X na kuchapisha machapisho mengi kwelikweli yanayomshambulia rapa Jay-Z kwamba ni mmoja na mtu mbaya zaidi anayehusika kuwinda watoto, kula nyama zao pamoja na kunywa damu za hao watoto, au sio? Sasa iko hivi, rapa Nicki Minaj alichapisha shutuma za kushtua kwelikweli kwenye mtandao wa X siku ya Jumatatu, siku moja tu baada ya tuzo za Grammy, akidai msanii ambaye aliyemtajwa kama Jay-Z kupitia picha za zamani akiwa na marehemu mpenzi wake wa zamani Aria na mke wake wa sasa ambaye ni Beyonce kuwa anajihusisha mpaka sasa na matambiko ya kishetani, ikiwa ni pamoja na kuwatoa kafara watoto, kuwakata viungo, kuwala nyama na kunywa damu za watoto wachanga kutoka nchi mbalimbali kote duniani kama kafara za damu. Nicki alidai kuwa wamekuwa wakifanya kafara hizo za watoto ili kuendelea kubaki juu na mamlaka kwenye muziki, akiunganisha na ushetani wa tasnia. Pia alimtaja Jay-Z moja kwa moja kuwa ni mwindaji wa watoto, akichapisha picha za msanii huyo akiwa na Aria pamoja na Beyonce ambao walikuwa mabinti wadogo chini ya miaka 18 kipindi hicho. Machapisho hayo yalifuatia utani wa mchekeshaji Trevor Noah kwenye hafla ya tuzo za Grammy kumhusu yeye na Trump, ambapo Minaj pia alikuwa anawania tuzo hizo ingawa hakushinda. Madai hayo sasa yameenea kila kona ya dunia, yakikuzwa na vyombo vya habari pamoja na watumiaji wa mitandao. Ingawa Jay-Z hajajibu chochote kuhusu madai hayo, ila kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali imeripotiwa kuwa ndege yake ilionekana ikiondoka Los Angeles nchini Marekani siku ya Jumatatu usiku wa manane. Nadharia kama hizo za njama ambazo hazijathibitishwa kuhusu tambiko za tasnia ya muziki zimeenea kwa miaka mingi kumhusu Jay-Z, ambapo inatajwa kuwa kama kinara katika wasanii anayejihusisha moja kwa moja na makundi ya kishetani ikiwemo Illuminati. So ipo hivyo, Jay-Z ni mmoja kati ya watu wachache maarufu ambao wanahusishwa katika file Epstein. Sasa kuna huyu jamaa sasa ambaye ndiye founder na mwenye jina la Epstein ambaye anajulikana kama Jeffrey Epstein, ambaye ndiye aliyeongoza mambo yote na inatajwa yeye ndio alikuwa akisimamia mikataba yote hiyo ya kishetani, au sio? Sasa nitakuja kukwambia huyu jamaa ni nani na kwa nini inatajwa kwamba alijiua gerezani mwaka 2019 baada ya kukamatwa na kufungwa kwa makosa hayo ya sexual trafficking, lakini jamaa huyu wala hakuuawa bali alifeki kifo chake na wakamchukua na kupelekwa sehemu ambayo kwa kweli
amekuwepo hadi leo na hajafa kama ambavyo inatajwa, au sio? Sasa as I told you, hii story ni kubwa kwelikweli, na kesho itakuwa zamu ya Donald Trump kwamba anahusikaje katika sakata hili na ni kwa nini anakataa kwamba yeye hayumo, ingawa video na picha nyingi ambazo zimeachiwa na FBI na anaonekana yupo na walikuwa na ukaribu sana na huyu Jeffrey Epstein ambaye ndiye founder wa haya mambo yote ambayo yamekuja kuibuka wakati huu, au sio? Tukutane kesho. Hizi ni stories za 7 Billy Brands TZ.